نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون الأعزاء، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. Enyi ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad, na kuhusieni kumwogopa Allah kama vile ambavyo nastahiki kuhusia nafsi yangu juu ya jambo hilo. Ikhwani fillah, ndugu zangu katika Uislamu, hutuba yetu ya leo, akipenda Allah, tutakuwa ni wenye kuzungumziana ahla suada yaum alqiyama, watu ambao watakaokuwa watukufu na waliofanikiwa mbele ya Allah siku ya Kiyama. Famanhum ahlu suada, ni kina nani hao watu ambao wenye mafanikio makubwa? Jambo la mafanikio kwa mwanadamu ni jambo ambalo analiomba mno, na pako mahala anafanya kila wezalo aone kwamba yeye ni mwenye kufanikiwa hata katika dunia yake, na anaweza kufanya kila aliwezalo hata kama wakati mwingine inaonekana kwamba anaingia katika mambo ambayo Allah ameharamisha. Lakini almuhimu ni kwamba yeye aweze kupata mafanikio. Lakini mafanikio ya dunia yana mwisho, laha bidaya walaha nihaya, yana mwanzo na yana mwisho. Ama mafanikio ya kweli ya akhira, hayo ndiyo mafanikio ya kweli ambayo ya kupambania mwanadamu maisha yake yote anayoishi. Ayuha almuslimun, enyi waislamu, inna suada yawm alqiyama, hakika ya watu waliotukuka, watu waliofanikiwa, watu waliofaulu, watu waliofuzu siku ya Kiyama, fi amanillah, watakuwa katika amani ya Allah, wa tahta dhillihi, na chini ya jivuli lake, wa arshihi, na arshi yake tukufu Allah, yauma la dhilla illa dhilluhu, siku ambayo hakuna jivuli isipokuwa la Allah, hakuna sitara itakayoweza kumstiri mja asiweze kupata papariko la nafsi, wala asiweze kuharibikiwa na mambo yake ila kwa jivuli lake Allah. Limadha, kwa nini watu hawa suada wapate kheri yote hiyo? Dhalika bi annahu mustaslamu, ni kwa sababu wao walisalim amri lillah, kwa Allah, waghadau, na wakanyenyekea, wajaalu ayatahum kullaha lillah, na wakajaalia maisha yao yote wanayoishi duniani ni kwa ajili ya Allah pekee. Yani wakaamiliana na Mola wao vile Allah alivyopenda mja wake aamiliane na yeye, wakaamiliana na jamaa zao, marafiki zao na viumbe wenza wao vile ambavyo Allah aliridhia wao waamiliane nao. Khada'u lillah, walinyenyekea kwa ajili ya Allah. Waja'alu ayatahum, na wakayafanya maisha yao ya dunia kullaha, yote lillah, kwa ajili ya Allah. Ayuha al-ikhwa, wala
lakin isipokuwa hatta la yankhadi'a al-insanu, ili mwanadamu asihadaike na maisha anayoishi haya. La budda min bayanin, hapana budi tubainishiane mambo na mahala ambapo sisi tupo katika mji gani. Hadhihi dar, elewa ewe Muislam, mji huu yani dunia hii tunaoishi, daru kasbin, ni mji wa kuchuma mno. Muda wote ambao tupo katika ardhi ni muda wa kuchuma, muda wa kwamba nafsi yako ipo ndani ya mwili wako, upo katika maeneo muhimu mno. Daru kasbin, mji wa kuchuma. Wa anna aljazaa alladhi, na kwamba yale malipo ambayo yahsulu alayhi linsanu, atakayokwenda kuyapata mwanadamu huko akhera, innama, hakika si vingine vyote isipokuwa malipo ya kweli ambayo ndani yake yana thamani, atayaridhia mja ikiwa amefanya vizuri dunia yake, yako kule fil akhirah, atapata kule akhira malipo makubwa. Ama duniani ni mahala pa kuchuma mazuri. Wa man yazra khairan, kwa aliyo sasa, yoyote atakayelima akapandikiza mambo ya kheri, kila linalojulikana katika jambo la kheri, yajid khairan, atakwenda kukuta akhira jambo la kheri. Wa man yazra sharran, kinyume chake, atakayelima, atakayepanda na kupandikiza na kuyaishi maisha haya kwa shari ambayo Allah haipendi wala mtume wake hajafundisha wala haikubaliki katika dunia hii kuishi maisha kama hayo, yajidi sharran, yani yajidi fil akhirati sharran, atakwenda kukuta akhira shari kubwa sana inamsubiri. Wa min rahmatillah, lakini ujue katika rehema za Allah azza wa jalla, an ja'ala al-akhirah, ni kule kuifanya akhira, yani wama aadda fiha, na yale aliandaa akhira, minan naimi, kutokana na rehema mbalimbali. Haya yote yanatokana hasadan lilkasbi fi dunya, ni kama sehemu ya malipo na ni matokeo ya malipo ya mtu ambaye kayafanya duniani. Alladhi, malipo ambayo yastatiu, hayo mazuri hayo, yastatiu kullu insani, anaweza kila mwanadamu an ya'malahu, kuyafanya matendo hayo yenye malipo makubwa mbele ya Allah. Kila mmoja wetu ana uwezo kabisa wa kujiandaa na hayo. Lakini falau anna al-akhirata, ya laiti kama akhira, tunalu bil manasibi, inapatikana kwa sababu ya nafasi aliyokuwa nayo mtu, kwa chayo alichokuwa nacho, la azaha aqwamun, wangelipata nafasi hii watu maalumu tu, wa urima minha akharuna, na wengine wangelizuiliwa wakawa hawakufanikiwa, hawakupata jambo lolote akhira. Laiti kama akhira inapatikana kwa mtu nafasi aliyokuwa nayo. Walau anna al-akhirata, na laiti akhira tunalu bil amwali, inapatikana kwa mali nyingi alizopewa mtu duniani, lastaula alaiha, wangelistawalia neema hizo na akhira hiyo na neema za akhira na pepo yake. Al-athriya wal-aghniya wat-tujar, wangelipata wale watu ambao wenye hadhi kubwa, wenye kuishi kwenye maisha ya hali ya juu, lakini labda na wafanya biashara ndio wangelipata hiyo akhira. Walau anna al-akhirata, na laiti ingelikuwa akhira, ile thamani ya akhira, ile pepo ya Allah, tujazu bil jahi, imewekewa kizuizi,
ila kwa watu watukufu tuna utukufu, wasulta na utawala, walquwa na nguvu alizokuwa nazo hapa duniani. La urima minha alfuqara wadhuafa walmarda, wangelizuiliwa kutopata wale mafakiri na madhaifu na wale wagonjwa swenene wote wale wasingepata kheri ya akhira. Walakin tunalu alaiha, lakini hupatikana ndugu yangu Muislam akhira. Na ili uwe min ahli suada bi ashali tariqin, kwa njia iliyokuwa nyepesi mno, wa bi aqalli qudratin, na kwa uwezo mdogo sana uliokuwa nao, ni azma, ni afya, azma ya kweli na kutekeleza aliyoamrisha Allah. Wa huwa al-amalu salih, na hiyo ni amali njema, ndiyo inakuhakikishia usalama wako na utulivu wako kuanzia duniani. Sio mali yako, sio cheo chako, sio umashuhuri wako. Hupatikana akhira kwa wingi wa amali njema anazoziridhia Allah, zilizokusanya masharti matatu: al-imanu billah, halafu wal-ikhlas, walmutabaa. Mambo matatu haya, shurutu kubuli al-amal, ni katika masharti ya kukubalika amal. Amali ikiwa ni njema, ikikusanya masharti haya, naam, umekusanya, au amali yako imekusanya masharti ya kukubalika amali yako, na Allah insha Allah ataikubali tu. Huwa al-amalu salih, hiyo ni amali njema. Ayuha al-muslim, muislam, fala yanfa'u al-insanu hunaka, haitamnufaisha mwanadamu huko twendako jahun, utukufu wake. Qala Allah ta'ala, amesema Allah an ahli an-nari, kuhusiana na watu wa motoni, a'adhana Allah wa iyyakum minan nar, wa hum yatasallamuna kutubahum bishamailihim, na wao wakikamata vitabu vyao, wakipokea vitabu vyao kwa mikono yao ya kusoto, huwa ni alama mbaya, ni alama mbaya kwao. Nini Allah amesema? Kasema watasema ma aghna anni maliya, haikunisaidia chochote mimi mali yangu. Halaka anni sultania, na vile vile umeniangamiza, nimeangamia mimi kutokana na nafasi yangu ya kiutawala. Wala tanfa'u al-insanu, wala yanfa'u al-insanu, na kamwe hata nufaika mwanadamu hunaka, huko twendako, bimalin, kwa mali aliyokuwa nao nyingi. Qala Allah ta'ala, kasema Allah, yauma, hiyo siku ya kiyama, siku ya kukutana na Mola wetu, la yanfa'u malun wala banun, haitamnufaisha kitu mali yake ambayo aliyoruzukiwa na Allah, asiyoitumia vizuri kwa ridhaa ya Allah. La yanfa'u malun wala banun, haimnufaishi kitu mali yake wala watoto wake, illa, isipokuwa man ata Allah, aliyemwendea Allah, biqalbin salim, na moyo uliosalimika na machafu. Wala yanfa'u al-insanu, wala hatapata manufaa mwanadamu hunaka, huko akhira, hatakuwa miongoni mwa ahlus suada, bithanai nasi, kwa watu kumsifia sana, alaihi, juu yake. Wallahi lau athna nasu, hata kama lau athna alaika ahlul ardi jamia, hata kama wangenikusifia wewe watu wa dunia nzima, pengine baada ya kifo chako, alikuwa wakati mwingine wayuibuna ayyumadu bima lam yafalu, wanapenda mno viumbe wasifiwe jamaa zao kwa mazuri ambayo duniani hayakushuhudiwa na hata jicho moja. Alikuwa mkarimu, alikuwa mwema, alikuwa hivi, akisaidia watu, kumbe akiwakandamiza watu bana, kumbe akiwafarikisha watu bana, kumbe akiwadhulumu watu. La yanfa'u sana'u nasi alaihi, haiwezi kumnufaisha mtu sifa za watu.
lau athna alayka, laiti kama watakusifia juu yako ahlul ardi jamia, watu wa dunia wote, wadhammaka Allah, na Allah akakusema vibaya kwa sababu ya matendo yako, falan yanfa'uka, hayatakunufaisha sifa za watu bishai'in, kwa kitu hata kidogo, wala dhammaka nasu, na kwa upande wa pili hata watu wote wangelikutukana na kukusumbua kwa maneno machafu ukiwa duniani au umekufa, lakini Allah wa athna alayka Allah, na Allah akakusifia akakushukuria kwa matendo yako mazuri, basi katika hali kama hiyo ma dharruka, wasinge kudhuru watu hata kama hatakutukana, lakini Allah amekuridhia. Allah subhanahu wa ta'ala asingeondosha yale yaliyothibiti kwako katika mazuri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallimu salatan wa taslima yaliqa bi maqami amiril anbiya'i wa imamil mursalin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Ayyuhal muslimun, enyi waislamu, baada kujifunza hayo tuliyozungumza, fama yajibu alaina ayuha alikhwa, ni yapi yaliyo ya wajibu juu yetu enyi ndugu zangu? Fa alaina, ni wajibu juu yetu an nahrisa ala al-amali salih, tukimbilie katika jambo la kufanya matendo mema, linakuna mina saada yaum alqiyama, ili tuwe miongoni mwa watu wema watakao tukuka sana siku ya kiyama. Fa'alaina an nahrisa, ni wajibu juu yetu kukimbilia mno ala al-amali salih, juu ya matendo mema, na jambo hili ndio jambo ambalo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alilokuwa akisimamia. Pako mahala anatoka usiku anaenda kumwamsha binti wake Fatima anyanyuke afanye amali njema, huku wakati mwingine anampa wasia mzito, anawaambia umma wote wa jamaa wa Muhammad wenyewe, wakiwemo watoto wake, shangazi lake Sofia na wengine kina Abbas, anawaambia imalu ya ala Muhammadin, enyi jamani, fanyeni kazi, fanyeni matendo mema enyi watu wa Muhammad. Anataja nafasi yake, nyinyi ala Muhammadin rasulullah, i'malu, fanyeni kazi, fanyeni amali njema, fa inni la ughni ankum min Allahi shay'a, kwani mimi tukifika huko tendako sina uwezo wa kusaidieni hata moja kwa kitu hata kidogo. Shay'a, anamwelekea mwanawe, anamwambia ya Fatima, ewe Fatima, wewe bintu rasulillah, ni mtoto wa mjumbe wa Allah, wa raihanati, na manukato yangu mazuri, nakupenda mno mwanangu, sipendi uguswe na shari yoyote hapa duniani. Hal kadhalika, natamani mwanangu ubakie salama hata kule twendako. Nakwambia hivi, la yati nasu, wasije wakija watu siku ya kiyama, halafu watu hao bil amali, wana matendo mengi mema, jamaa majirani tu, maswahaba zangu tu, hawana damu na mimi, wamekuja na amali njema nyingi mno ambazo Allah ameziridhia. Watatuni antum, halafu mkanifikia nyinyi
nyinyi mashangazi zangu mkanikia mimi bil ahsami, labda na cheo cha baba yenu mnatamani na kutarajia cheo changu kikusaidia ninyi. Sitaki kuona hivyo. Hapa mahala ndio pa kutenda, hapa imalu. Fala yughni dhalik, siku ya kiyama hatasaidia kitu kuja kwa kujitapa kwa nafasi ya baba yenu au maneno. Haiwezekani kabisa. Mje na amali njema. Qala Allah Ta'ala, amesema Allah aliyetukuka, fa idha nufikha fi suri, basi zama litakapopulizwa parapanda, siku ya kufufuliwa, fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalu, unasabu hautokuwepo kabisa, hauzingatii unasabu na ujamaa. Wewe mwenyewe unufaike na jamaa yako, unufaike na baba yako na ushehe wake duniani, ukusaidia ushehe wake kufuata amali njema anazofanya yule baba yako. Ucha Mungu wake unamhusu yeye mwenyewe tu. Fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun. Aina Abu Jahl ayuha al-ikhwa? Kwa nini nyinyi zama yenu Abu Jahl yuko wapi? Wa Abu Lahab amu nabii na Abu Lahab amu wa mtume. Hawa ni watu. Huyu Abu Lahab ni amu wa mtume. Abu Jahl ameishi na mtume miaka nenda miaka rudi. Aina hum al-an? Wako wapi? Fi nari jahannam, wako ndani ya moto wa jahannam. Abu Lahab hakufaidika na utume wa mwanawe na miongozo, kwa kuwa kakataa kushuhudia na kufanya amali njema, yuko motoni. Kinyume chake, wa aina Bilal yuko wapi? Muadhin wa mtume. Wa Suhaib ar-Rumi, na Suhaib ar-Rumi yuko wapi? Wa Salman al-Farisi, na Salman al-Farisi yuko wapi? Wa Ammar bin Yasir, na Ammar bin Yasir aina hum? Haulai muluku al-akhirah. Ndugu zangu, hawa ni wafalme wa akhirah, ahli suada. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli suada. Allah tujalie ni tuwe miongoni mwa watu wema. Haulai muluku al-akhirah, hawa ndio wafalme wa akhirah. Waqad kanu yubaruna bai'a ar-raqiqi, na walikuwa duniani wanauzwa bei, wanauzwa kwa thamani ya watumwa wa nafasi ya chini sana. Bai'a ar-raqiq. Aina hum al-an? Innahum muluku al-akhirah, wamemiliki akhirah. Neema zote zinawasubiria, bali waliko kwenye makaburi yao, neema za Allah zinawafikia. Waqad kanu yubauna bai'a ar-raqiq, na walikuwa wanauzwa bwana. Mtu anauzwa bei ya mtumwa asiye thamani. Aina sharafa Abu Jahl? Utukufu Abu Jahl uko wapi? Wa Abu Lahab, na sharafu yake iko wapi? I'malu ayuha sada linakuna min ahli suada. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala anasema siku ya kiyama, liyajzi alladhina asa'u bima amilu, atawapeleka Allah na kuwafufua. Lengo na madhumuni awalipi waliofanya makosa, bima amilu, kwa waliofanya. Wayajzi alladhina ahsanu, na ili awalipi waliofanya wema, al-husna, wema. Ja'alana Allah wa iyyakum min al-muhsinin, Allah tujalie sote tu miongoni mwa wema. Wayajzi alladhina ahsanu bil husna, na ili Allah awalipi waliofanya wema duniani, hapa duniani, al-husna, wema mkubwa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت في القرآن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده مؤيدا معصوما لا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا وكن لنا ولا تكن علينا وارفعنا ولا تضعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك على نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا شر حاسد إذا حسد وماكر إذا مكر وسائل إذا سأر ومشرك إذا أشرك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من شر العيون الحاسدة والقلوب العاقدة والنفوس النافرة والوجوه العابسة. اللهم وارفع البلاء. اللهم اجعلنا في حصن أصيل من كل عين ونظرة وسئر وآسد وشيطان الرجيم برحمتك يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.